Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari. Ambao ni majaji wa Mahakama Kuu, makamishna wote wa ZEC pamoja na watendaji wa tume wanapaswa wajitathmini. Kitendo cha kutaka kuteketeza ushahidi huu huku kukiwa na kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani ni kuwadharau Wazanzibari walio wengi. Tukumbuke kwamba kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi kwa ujumbe wa Baraza la Wawakilishi zilizoko mahakamani ni za majimbo 25 kati ya majimbo yote 50 ya uchaguzi Unguja na Pemba. Hiyo ni 50% ya majimbo yote. Kwa maneno mengine, angalau nusu ya Wazanzibari wanahoji utendaji wa tume na uadilifu wake jinsi ilivyoendesha uchaguzi mkuu wa 2025. Ni vyema pia ileweke kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo. Wajua nchi hii imevurugwa na kuharibiwa sana. Kila jambo linavikwa nguo ya kisiasa, na kisiasa kwa maana ya vyama. Unapokuwa na kesi, election petition, si ya chama, hata kama aliyefungua ni mgombea wa chama, wapiga kura wa chama kwa mfano. Ni kesi inayohusu haki za kiraia, ni kesi inayohusu haki za wananchi. Kwa hivyo ni vyema ileweke, nirudie tena, kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo, zinahusu haki za wananchi wa Zanzibar. Kutaka kuangamiza ushahidi wa kesi hizi ni kuonesha jinsi ZEC inavyowadharau Wazanzibari ambao ilipaswa kuwalindia haki yao kuu ya kikatiba na kiraia, yaani haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa lugha nyingine, haki ya kuiweka madarakani serikali wanayoitaka. Kwa tangazo la jana, ZEC wamewadharau Wazanzibari kwa kudhani kuwa akitaja kifungu cha sheria ndio watakuwa wamefunika dhamira yao ovu na mchezo wao mchafu, na kwamba Wazanzibari hawana akili za kung'amua hilo. Kwa hakika dhamira ovu na mchezo mchafu huu ukitekelezwa unakwenda kuzinajisi mahakama za Zanzibar na pia kuhujumu hatua zinazoendelea zenye lengo la kutafuta ufumbuzi wa mkwamo uliopo ambao ulisababishwa na ZEC hiyo hiyo. Tunapenda hapa kukumbusha kwamba chama chetu kiliwasilisha tume ya uchaguzi barua alfajiri ya tarehe 30 Oktoba 2025 chini ya saa 24 tokea kura zikamilike kupigwa, kueleza kwa kina jinsi uchaguzi ulivyovurugwa, ikibainisha vitendo vyote vya kiharamia vilivyofanywa na maofisa mbalimbali wa serikali, wengi wao wakiwa watumishi wa tume hiyo ya uchaguzi. Tume kwa nia ovu ya wazi haikutaka hata kuchunguza tuhuma hizo, na kama kawaida yake ikaanza kujificha nyuma ya visingizio vya taratibu na sheria. Mimi niwaambie tume, hasa inapojinasibu kwamba inaongozwa na majaji wawili, mwenyekiti George Kazi na makamu wake Jaji Azizi, walipaswa angalau kama walitaka kujificha wa play smart, sio to resort to these childish games. Aibu, fedheha, kashfa kwao. Na pia nikumbushe jambo moja hapa, waandishi, mtakumbuka sisi hatusemi tu. Mnakumbuka tarehe 27 mwezi wa 10 2025 mwenyekiti wetu ambaye alikuwa ndiye mgombea urais alifanya mkutano na waandishi wa habari Golden Tulip pale, akafichua siku moja kabla hicho kinachoitwa kura ya mapema, ambao kwa hakika ni wizi wa mapema kama ulivyodhihirika. Siku moja kabla alifanya press conference kuanika mambo ambayo yamekusudiwa
kufanywa kuhujumu uchaguzi. George Kazi huyu mnakumbuka, alitoka na safura tele kumjibu mwenyekiti wetu kusema kwamba anatoa mambo ambayo hayana ushahidi na kuleta taharuki na kwamba kachanganyikiwa, lakini Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Yale yote aliyosema mwenyekiti wetu tarehe 27 ndio aliyokwenda kutokezea tarehe 28 na 29. Leo wanataka kuyafunika tena kwa kwenda kutaka kuharibu uchaguzi. Jambo hili halikubaliki hata siku moja. Chama cha ACT Wazalendo hakitakaa kimya wakati haki za wananchi wa Zanzibar na demokrasia yetu vikiendelea kuchanachanwa na kutupwa kwenye moto. Hivyo tunataka mambo yafuatayo yatekelezwe. La kwanza, kusimamishwa mara moja uteketezaji huu. ZEC lazima isitishe mara moja mpango wowote wa kutupa, kuharibu au kuteketeza nyaraka na vifaa vya uchaguzi mpaka mashauri yote yaliyopo mahakamani yamalizike. Kama tulivyosema, kuharibu ushahidi ni kosa la jinai. Pili, hatua za haraka za mahakama. Msajili wa Mahakama Kuu anapaswa ashughulikie maombi yetu ya ukaguzi wa nyaraka, yani application for discovery and inspection, kwa haraka sana. Siku moja ya ukimya wa mahakama ni ushirikiano katika kuharibu ushahidi. Tatu, ulinzi wa nyaraka na vifaa. Tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kuhakikisha kuwa nyaraka zote za uchaguzi mkuu wa 2025 zinatunzwa chini ya ulinzi madhubuti ili kuzuia, tusije tukasikia hapa kwamba hazikuharibiwa lakini kumetokezea moto wa ajali au upotevu. Mamlaka zinazohusika zinapaswa kulinda na kuhakikisha zinasimamia kulinda nyaraka hizi mpaka pale haki za wananchi zinazolindwa kikatiba zitakapopatikana katika mahakama. Pwani Habari. Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.